Ndugu zangu, wote tunayetakia mema nchi hii tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Zambia na Rais wa Burundi. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kama kawaida kwa nchi zenye mfumo wa kidemokrasia, hualika waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya za kimataifa na kikanda kuja kushuhudia mchakato wa uchaguzi. Uwepo wao huongeza uhalali wa juhudi zetu za kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya uwazi, haki, heshima na utawala wa sheria. Kwa muktadha huu, tunazishukuru jumuiya zote zilizoleta waangalizi wa uchaguzi. Kutoka Afrika, tulikuwa na waangalizi kutoka Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Pamoja na hao, tulikuwa na wengine kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali na tunawashukuru kwa kuwa nasi, na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Hata hivyo, kama alivyowahi kusema Rais wa awamu ya 3 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa mwaka 2000 wakati akiapishwa kuwa rais, na hapa nanukuu kipande tu cha hotuba hiyo kinachosema: na washukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Ndugu wananchi, sifa moja ya mwanadamu ni kutokukamilika. Aliyekamilika kabisa bila kasoro yoyote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio maana katika shughuli au harakati za wanadamu tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano. Au kwa maneno mengine, tunaunganishwa na uwepo wa suluhu. Suluhu yenyewe sio suluhu mimi, lakini hata suluhu mimi nitafanya kazi yangu ya kuunganisha taifa.
Is someone constantly lying to you? Are they always hiding their phone from you? Now there's a way to see the call. Sio suluhu mimi. Lakini hata suluhu mimi nitafanya kazi yangu ya kuunganisha taifa. Kwa hiyo tunaunganishwa na uwepo wa suluhu ya mambo katika jamii zetu. Kama mnavyofahamu, katika kuliunganisha taifa, serikali ya awamu ya 6 tulianza na falsafa ya R4 inayosimamia misingi ya kuzungumza na kuelewana, kuvumiliana, kubadilishana au kubadilisha mwelekeo baada ya maelewano na kuendelea kujenga taifa letu. Tunapoendelea mbele, hatutachoka wala kurudi nyuma kwenye kusimamia yote yanayohusu kujenga umoja na mshikamano wa taifa letu. Ndugu wa Tanzania, mkusanyiko wetu leo hapa sio kwa ajili ya kuwazawadia walioshinda kwenye uchaguzi. La hasha. Bali ni matakwa ya kikatiba ya kukabidhiwa dhamana ya kuwa mtumishi mkuu wa taifa katika kuleta maendeleo endelevu kwa maana ya uimara wa kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia na kijamii. Ili tuweze kuyatimiza hayo, hatuna budi kuhakikisha tunahimizana umoja na upendo kwa nchi yetu. Tunadumisha amani na kuheshimu sheria za nchi. Kinyume cha hayo, maandamano, vurugu, uvunjifu wa amani husababisha maumivu na havileti manufaa wala faida kwa yoyote yule. Ni wasihi wa Tanzania, tuchague hekima badala ya ghadhabu, busara badala ya mihemuko, upendo badala ya chuki, uvumilivu badala ya vinyongo, umoja badala ya mgawanyiko na amani badala ya vurugu. Lakini vile vile ni wajibu wetu kuchagua unyenyekevu badala ya kiburi na huruma badala ya hasira. Taifa letu ni moja na lina nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule. Demokrasia haipimwi kwa nani kashinda uchaguzi, bali kwa jinsi tunavyoendesha mambo yetu baada ya uchaguzi. Tutakuwa na nguvu zaidi pale kila sauti chanya au hasi zitakaposikilizwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Na vile vile tunapoweza kuponya wenye maumivu. Hii si kazi ya upande mmoja wa serikali peke yake, bali ni kwa kila jumuiya za wananchi, vyama vya siasa, dini zetu na kila mwananchi. Na hapa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu viongozi wa dini waliohimiza amani na upendo katika kipindi chote cha kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na sasa baada ya uchaguzi, wanavyoendelea kuhimiza amani na upendo. Ndugu zangu, nimeamua kutumia jukwaa hili leo kushukuru na kupongeza kwa kumaliza uchaguzi, kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama taifa ni muhimu zaidi kuliko matakwa binafsi ya mtu yoyote. Masuala ya mwelekeo wa kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote kwa kujumuika nasi kwenye tukio hili muhimu na la kihistoria. Nimepokea pongezi kwa heshima kubwa, na sasa safari ya kuwatumikia Watanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 inaanza rasmi. Nawashukuru wananchi wote wa Tanzania na ni imani yangu kwamba tutashirikiana ndani ya safari hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Amen, amen, amen. Basi kwa heshima na taadhima, ninakuomba nimkaribishe Rais wa Burundi, Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye aweze kutoa salamu. Karibu Mheshimiwa Rais.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali mbalimbali, mabibi na mabwana, ni heshima na furaha kubwa kwangu kusimama mbele yako Mheshimiwa Rais na mbele ya umati wa watu wa kiwango hiki. Kwa niaba ya Warundi na kwa niaba yangu binafsi, ninakuomba upokee mapongezi yangu na dhati kwa ajili ya sherehe ya kuapishwa kwako kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ningependa kuwapongeza ninyi raia wote wa Tanzania kwa jumla kwa namna mlivyopiga kura. Katika ulimwengu wa leo, mnajua, kwa wananchi upigaji kura ni kama mtihani. Mumefaulu mtihani, hongera sana. Tunawaahidi kama Warundi kuwa pamoja nanyi na kutumika pamoja na viongozi wenu katika harakati zote ambapo tutahitajiwa. Mheshimiwa Rais, Warundi na Watanzania ni ndugu, na undugu huyo sio kitu kilichoanza leo, bali ni kabla hata kupata uhuru. Baada ya nchi zetu mbili kupata uhuru, Tanzania imepokea na kuwahifadhi raia wengi wa Burundi, hata tunajisikia nyumbani. Kutokana na mawasiliano wa urafiki vilivyopo baina ya raia wa Burundi na Watanzania, furaha ya Watanzania leo ni furaha ya Warundi. Mawasiliano hayo yana msingi ya historia ndefu ambayo Warundi na Watanzania wanachangia. Licha ya kuwa jirani, tuko ndugu, tuko pamoja kama mti na gamba, na ni mwendeo unaostahiki kuigwa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Rais, amani haina bei, na Watanzania mumeelewa vizuri msemo huo, kwani kutoka zaidi ya miaka 60 Tanzania iliendelea kuwa mfano wa amani na utulivu, umoja na maendeleo. Kwa hiyo katika muhula unaoanza leo na hata baadaye, tunaitakieni Tanzania kuendelea na mfumo huyo, yaani nchi ya amani, utulivu, ukarimu, maridhiano na maendeleo. Kwa upande wangu kama rais na kwa niaba ya Warundi wote, ninajitolea kuendelea na miradi ya maendeleo tunayoichangia na Tanzania. Ningependa pia kuzungumzia umuhimu wa kuzingatia na kulinda usalama wa mipaka ya nchi zetu, tukitumika bega kwa bega. Vile vile ni sharti tuzingatie umuhimu wa kulinda usalama wa raia wetu dhidi ya tisho lolote linaloweza kusababisha vurugu katika kanda letu.
Mheshimiwa Rais, nina uhakika ya kwamba chini ya uongozi wako wenye maono maalum, Tanzania itaendelea kuwa nyota kwenye njia ya kudumisha amani, kuimarisha maendeleo na umoja wa kikanda. Kwa kumaliza, Mheshimiwa Rais, ninasisitiza mapongezi yangu kwa sikukuu hii. Ninakutakia tena kila laheri katika utimilifu wa dhamira kuu, dhamira ya kuwa nyota ya raia wa Tanzania hata na bara Afrika. Mwenyezi Mungu abaki nanyi wa Tanzania leo na hata milele. Asanteni sana. Nurdin Abdul, makamu wa rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro. Yeye ni rais wa bunge la Komoro, lakini pia ni kiongozi mwandamizi wa pili wa dola. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunaye pia Mheshimiwa Anzuluni Iseletiso Floribet, waziri wa ushirikiano wa kikanda na mjumbe maalum wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunao pia waheshimiwa makamu wa rais wastaafu. Asante. Tunao pia waheshimiwa marais wastaafu wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia mawaziri wakuu wastaafu. Mheshimiwa Rais, tunaye pia mheshimiwa mawaziri wa mambo ya nje kutoka Jamhuri ya Djibouti. Tunaye pia waziri wa mambo ya nje kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Jamhuri ya Botswana. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Injinia Sherif Meji Al-Shebi, waziri wa nyumba na maendeleo ya makazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Misri. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakurugenzi kutoka Tanzania na vile vile tunaye mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Rais, tunao pia wageni kutoka vyama rafiki kikiwemo Frelimo na CNDD-FDD na vyama vya siasa nchini. Mheshimiwa Rais, tunao pia waheshimiwa mabalozi.